Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Antiphas Lissu anatarajiwa kurejea tena mahakamani kuanzia Agosti 10 mwaka wa 2026 hadi Septemba 7 mwaka wa 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji wa kesi ya uhaini nambari 1965 ya mwaka wa 2025 inayomkabili. Taarifa hii imethibitishwa jijini Dar es Salaam na mwakilishi wa mawakili wanaomfanyia utafiti kiongozi huyo, wakili Hekima Mwasibo, kufuatia kupokelewa kwa barua rasmi kutoka kwa uongozi wa Mahakama Kuu. Mwasibo alibainisha kuwa kabla ya kuanza rasmi kwa usikilizwaji huo mkubwa wa ushahidi wa kesi hiyo, mahakama imepanga kufanya kikao cha awali cha maandalizi ya usikilizwaji wa shauri hilo mnamo Agosti 5 mwaka 2026 ili kuweka sawa taratibu zote za kisheria zitakazoelekeza mwenendo mzima wa kesi hiyo. Mwanasiasa huyo nguli ambaye alikamatwa rasmi na vyombo vya ulinzi na usalama Aprili 9 mwaka 2025 na kisha kufungiwa mashtaka hayo mazito ya uhaini, amekuwa akikabiliwa na mchakato mrefu wa kisheria ambao ulichukua sura mpya ya kusimama kwa muda kuanzia Februari 24 mwaka 2026. Hatua hiyo ya kusimama kwa mwenendo wa kesi katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam ilitokana na kuwasilishwa kwa shauri la marejeo katika Mahakama ya Rufani ya Tanzania. Marejeo hayo yalihusu kupingwa kwa uamuzi uliotolewa na jopo la majaji wa Mahakama Kuu waliokataa kupokea ushahidi wa nyongeza uliokusudiwa kuwasilishwa na upande wa mashtaka kupitia kwa aliyekuwa shahidi wa serikali, kamishna msaidizi wa polisi ACP Amini Mahamba. Kushikilia kwa kesi hiyo katika ngazi ya Mahakama Kuu kulianza rasmi pale ambapo upande wa jamhuri ulipowasilisha notisi ya kuwasilisha maelezo ya ziada ya ushahidi chini ya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 iliyotanyiwa marekebisho. Mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP alilenga kumrejesha jukwaani shahidi wake ACP Amini Mahamba ili atoe ushahidi wa nyongeza uliodaiwa kuwa na manufaa kwa upande wa serikali. Hata hivyo, mnamo Februari 24 mwaka 2026, majaji wa Mahakama Kuu walitupilia mbali notisi hiyo kwa maelezo kuwa sheria husika haimruhusu shahidi ambaye tayari alishakamilisha kutoa ushahidi wake kurejeshwa tena mahakamani kwa ajili ya kuongeza ushahidi mwingine wa ziada. Kutokana na uamuzi huo wa Mahakama Kuu uliokuwa pigo kwa upande wa mashtaka, mkurugenzi wa mashtaka nchini Mheshimiwa DPP aliamua kukimbilia Mahakama ya Rufani ya Tanzania mnamo Machi 3 mwaka 2026 kufungua maombi rasmi ya marejeo dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antiphas Lissu. Serikali ilitaka chombo hicho cha juu kabisa cha utoaji haki nchini kipitie na kutegua uamuzi wa Mahakama Kuu uliowazuia kumtumia tena shahidi huyo wa polisi. Shauri hilo la marejeo lilisikilizwa kwa kina na majaji wa Mahakama ya Rufani mnamo Julai 3 mwaka 2026, ambapo pande zote mbili za mawakili wa serikali na wawakilishi wa utetezi waliwasilisha hoja zao za kisheria kuitetea misingi ya sheria za nchi. Katika kile kilichoonekana kuwa ushindi mkubwa wa kisheria kwa upande wa utetezi, Mahakama ya Rufani ya Tanzania mnamo Julai 30 mwaka 2026 ilitupilia mbali kabisa maombi hayo ya marejeo yaliyowasilishwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP na hivyo kukazia uamuzi wa awali wa Mahakama Kuu. Majaji wa Mahakama ya Rufani walieleza wazi katika hukumu yao kuwa Mahakama Kuu ilitafsiri kwa usahihi kabisa kifungu cha 308 cha sheria cha mwenendo wa makosa ya jinai. Hukumu hilo ilisisitiza kuwa kifungu hicho hakikutoa mwanya wala idhini ya jamhuri kumrudisha mshahidi ambaye tayari alishatoa ushahidi wake mahakamani ili kuwasilisha nyaraka au maelezo ya ziada.
Uamuzi huo wa mahakama ya rufani ya Tanzania umeweka mwelekeo na mwongozo muhimu sana wa kisheria nchini kuhusu tafsiri na matumizi ya sahihi ya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai wakati wa uendeshaji wa mashauri ya jinai. Mahakama hiyo ya juu ilisisitiza umuhimu mkubwa wa vyombo vya dola na waendesha mashtaka kuzingatia kwa umakini mkubwa taratibu zote zilizowekwa na sheria wakati wa uwasilishaji wa ushahidi ili kulinda haki za washtakiwa. Kwa uamuzi huo, ushahidi wa nyongeza uliokuwa ukipambaniwa na serikali kupitia kwa mtaaluma huyo wa jeshi la polisi ulikataliwa rasmi na kwa mara ya mwisho na mfumo wa mahakama nchini. Kulindwa huko kwa maombi ya marejeo ya mkurugenzi wa mashtaka nchini kuliondoa kizingiti kilichokuwa kimesimamisha kalenda ya usikilizwaji wa kesi ya msingi ya uhaini inayomkabili mbunge huyo wa zamani wa Zindika Mashariki Tundu Antiphas Lissu. Kuondolewa kwa shauri hilo katika mahakama ya rufani kuliifanya mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kurudisha mamlaka yake na kuendelea na kesi hiyo ya msingi. Hatua hiyo ilipelekea jopo la majaji wanaosikiliza shauri hilo kutoa taarifa rasmi kwa mawakili wa pande zote mbili ili kujipanga kwa ajili ya hatua inayofuata ya marudio ya usikilizwaji wa mashahidi na ushahidi ulioruhusiwa kisheria. Wakili wa utetezi Hekima Mwasibo alibainisha kuwa kikao cha maandalizi cha Agosti 5 mwaka 2026 kitakuwa na jukumu la kuweka sawa ratiba ya mashahidi watakaofika mahakamani kuanzia Agosti 10 mwaka 2026. Mchakato huo unatarajiwa kuchukua karibu mwezi nzima wa usikilizwaji mfululizo hadi Septemba 7 mwaka 2026 katika majengo ya mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Mwakilishi huyo wa mawakili alieleza kuwa upande wa utetezi uko tayari kuendelea na shauri hilo kulingana na misingi ya sheria na maamuzi yote yaliyokwisha kutolewa na mahakama ya rufani ya Tanzania. Uamuzi huu wa kurejeshwa kwa kesi hiyo mahakamani umeamsha hisia na mijadala mbalimbali miongoni mwa wananchi na wadau wa sheria na siasa nchini Tanzania. Baadhi ya wananchi na wafuasi wa chama cha Chadema wameeleza maoni yao wakihusianisha maamuzi ya hivi karibuni ya mahakama ya rufani na haki ya mshtakiwa kupata mchakato wa haki na wa haraka bila kucheleweshwa. Wadau wengi wa masuala ya kisheria wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa shauri hilo ambalo linatajwa kuwa moja kati ya mashauri makubwa zaidi ya kisiasa na kijinai kuwahi kusikilizwa katika mahakama kuu ya Tanzania miaka ya hivi karibuni. Kesi hii ya uhaini nambari 1965 ya mwaka wa 2025 inayomkabili aliyekuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tundu Antiphas Lissu sasa inaingia katika awamu yake ya uamuzi wa ushahidi uliopo pekee. Mwenyekiti huyo wa chama kikuu cha upinzani nchini anatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo Agosti 10 chini ya ulinzi wa jeshi la magereza na jeshi la polisi kwa ajili ya kuanza kwa usikilizwaji huo unaotazamiwa na wengi nchini na nje ya mipaka ya Tanzania.